Sasa kama mlivyomsikia jana Askofu Gwajima, ambao ni msimamo ambao chama chetu kimetoa muda mrefu, amesema kuna vikundi ambavyo vimeundwa ambavyo haviko kwenye utaratibu, sio jeshi la polisi, ni vikundi ambavyo vinalindwa na kupewa mamlaka na wale wanaoteua wakuu wa vyombo vya dola. Sasa hivi vikundi vinavyofuatiliwa, wanakuta kuna force kubwa zaidi ambayo hauwezi kuibreak. Sasa maana yake tuko kwenye taifa ambalo ni kama mataifa yale ya Latin America, ambao magenge yapo yanalindwa na watu wenye nguvu, yanafanya uhalifu kwenye nchi yetu. Na kwa sababu amezungumza mjumbe wa neki wa CCM, mbunge, hivyo vikundi viko chini ya nani? Viko chini ya idara gani? Vikundi vinavyoteka watu, binadamu, uhai wa binadamu sio jambo la kulinganisha na kitu chochote. Dunia hii mtu mmoja anaweza kufanya mabadiliko ya watu wote tukaishi vizuri duniani hapa. Uvumbuzi wa ndege ni wazo la mtu mmoja. Alizaliwa kama wewe. Unajuaje kama Mdude Nyagali angezaa mtoto ndio avumbue dawa ya ukimwi duniani, aponye watu kwenye dunia hii? Unajuaje? Unajuaje kama Deusdedit Soka angefanya uvumbuzi, angezaa mtoto avumbue dawa ya kutibu kansa kwenye dunia hii? Kwa watu kuwa na mawazo tofauti kwenye nchi yetu, wanatekwa, wanatishiwa, uhai wao uko mashakani. Kamati kuu imepokea barua ya msajili wa vyama vya siasa iliyoandikwa kwa katibu mkuu wa chama chetu na kutafakari kwa kina. Baada ya kamati kuu kujadili na kutafakari kwa kina, imejiridhisha kwamba msajili wa vyama vya siasa amekwenda kinyume na sheria ya vyama vya siasa, na kwa sababu hana mamlaka ya kupokea, kusikiliza, kufanyia maamuzi malalamiko ya mwanachama wa chama chochote cha siasa kama alivyofanya hivi sasa. Maamuzi yake baada ya kamati kuu kutafakari imesema ni batili na haitafuata maamuzi hayo aliyofanya kwa chama chetu. Kwa natumia podium hii kusema mbele yenu kwamba msajili amejigeuza kamati ya rufaa ya chama chetu, katiba ya chama chetu haimpi hayo mamlaka, sheria inayoisimamia haimpi hayo mamlaka, katiba ya nchi haimpi hayo mamlaka. Kama kuna mwanachama yupo analalamika, vipo vyombo vya ndani ya chama chetu vya kukata rufaa. Na mbaya zaidi, msajili na ofisi yake, kuna tuhuma za wazi kwamba wao ndio walalamikaji kwa kumtumia huyo mtu ambaye anatumika kama kikaragosi. Wao ndio wanaoandika barua, wao ndio wanasikiliza kesi, alafu wao ndio wanatuhukumu. Chama chetu hakiko kwenye hizo level, kimekataa kufuata maagizo hayo. Na katibu mkuu wa chama chetu ni yule tuliyempitisha kwenye baraza kuu la chama tarehe 23 mwezi wa kwanza mwaka huu. Full stop. Kwa hiyo hilo ni azimio la kwanza la kamati kuu ya chama chetu ambalo imetafakari kwa kina, na kwa sababu hatujavunja sheria yoyote. Kwa kutumia hadhara hii, Watanzania wajue hivyo, na huo ndio msimamo, hatutarudi nyuma hata nukta moja.